Sekta ya uchukuzi uliokuwa umeingia siku ya pili hatimaye umeahirishwa kwa wiki moja ili kutoa nafasi ya mazungumzo kati ya serikali na viongozi wa sekta hiyo kuhusu jinsi ya kutatua utata wa bei mpya ya mafuta nchini. Kwenye taarifa ya pamoja baada ya mkutano kati ya wawakilishi wa serikali, viongozi wa sekta ya uchukuzi wamewaagiza wanachama wao kurejea kazini mara moja, ila wakaonya kuwa watalazimika kurejea kwenye mgomo huu iwapo serikali haitashughulikia matakwa yao. Mwanahabari wetu Isaac Musyoka na taarifa kamili. Baada ya majadiliano ya muda kati ya washikadau katika sekta usafiri wa umma na serikali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta tangia jana jioni, Bwana CS Chirchir, with all due respect, we did say that we are going to communicate here clear and open that we have not agreed. Sasa viongozi wa sekta ya uchukuzi wameafikiana na serikali kuahirisha mgomo wa uchukuzi uliokuwa umeingia siku ya pili. Katika tangazo lililotolewa na Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen baada ya mkutano na wadau wa sekta hiyo uliohudhuriwa na Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi na Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, mgomo huo umesitishwa kwa muda wa siku 7 ili kupisha mazungumzo zaidi ya jinsi ya kupunguza bei ya mafuta nchini. We have had serious consultations from yesterday, and today we have just had a breakthrough, not because we are satisfied, but we want to give negotiations a chance. Our drivers, our conductors, to resume operations effective immediately, so that we can be able to assist our Kenyans continue with their normal running of their normal activities. Na japo viongozi wa sekta hiyo wamewaagiza wanachama wao kurejelea shughuli za uchukuzi kama kawaida, wameonya kuwa mgomo huo unaweza kurejea baada ya siku 7 iwapo serikali haitazingatia matakwa yao. What we have agreed here, I can confirm. The CS Mbadi and CS Murkomen are seated here, Wandayi. I'm sorry for that. And our able governor, that the strike has been suspended. We want to assure our members that within the next 7 days, we shall have done the best of negotiations, and I believe by the time we come back here, we will come with a good solution. Katika mkutano ulioandaliwa jana usiku ambapo viongozi hao walikosa kuafikiana, serikali ilitangaza kupunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 kwa lita, huku ikiongeza bei ya mafuta ya taa kwa shilingi 38 na sendi 60 katika hatua ya kuwapa afueni wananchi wa kawaida. Consequently, the government last night took additional measures to remedy the situation by reducing the price of diesel by 10 shillings per litre. Last night's reduction by 10 shillings on the cost of diesel per litre alone took some 2.7 billion shillings. Mgomo huo uliokuwa umeathiri shughuli za usafiri katika maeneo mbalimbali ulianzishwa ili kupinga kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Let us not take it out on our people. Hii mambo ya kuchotwa vitu yao kuwa auction saizi, we can talk to them on some level of amnesty for some time, because people are really struggling. Baada ya kusitishwa kwa mgomo huo, sasa serikali inatarajiwa kutumia muda huo wa wiki moja kufanya mashauriano zaidi na wadau wa sekta ya uchukuzi ili kuzuia kurejelewa kwa mgomo huo. Isaac Musyoka, Undugu TV.